Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya wananchi Young Africans, kwa kile ambacho kinaendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, kwa taarifa ambazo zinazoendelea kwa sasa ambazo zipo ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Mimi nimekusogezea moja baada ya nyingine ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya Yanga. Inaelezwa kwamba mambo yamekuwa ni mazito, na yamekuwa ni mazito kweli kweli, ambapo inaelezwa kwamba huenda jazi likatumbukia mapema kabisa, asubuhi kabisa, ambapo kumekucha kabisa, pako peupe, jazi linatumbukia. Ni jazi la nani? Yote na mengine mengi ambayo yanayoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Yanga nimekusogezea hapo, utakwenda kujua moja baada jingine lililopo kwa sasa kwenye kikosi cha Yanga. Mambo yanaonekana kutokwenda vizuri kabisa, licha ya kwamba wananchi walionekana kufanya vizuri, lakini kwa hili basi Yanga hawana cha msalia mtume. Basi hapa mtu lazima wapite naye. Ni nani huyo? Ni huyo hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali unazungumzia hao ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa taarifa zao. Karibu. Bana, mambo yanaonekana kutokwenda vizuri kwa upande wa wananchi Young Africans, licha kwamba wameanza ligi vizuri, na hata katika kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika zile hatua za awali kuanza vizuri. Doa linazidi kutiwa kila siku kwa kocha Romain Folz, licha ushindi ambao alikuwa akiweza kuupata huko nyuma, lakini timu kutokuonekana kucheza vizuri ikawa ni kilio cha mashabiki na wanachama wa klabu ya soka ya Yanga kutokufurahishwa na kiwango ambacho timu yao inacheza baada tu ya kuwa mikononi mwa mwalimu kocha Romain Folz. Kelele zikawa ni nyingi, watu wakazungumza mengi, lakini uongozi ukasema kwamba bado unampatia muda kwenda sawazisha na kuzoeana na wachezaji, kwa mujibu wa taarifa ambazo zilikuwa zikiweza kueleza kutoka ndani ya kikosi cha Yanga. Sasa kile kilichoweza kutokea pale Mbeya, ambapo matokeo yakaanza kuonekana kuwa ni mabaya kwa kikosi cha Young Africans baada ya kuweza kutoa sare, japokuwa haikuwa sare ya maana, lakini kosa zilikuwepo ni nyingi, yani kwamba Yanga ameponea chupu kuweza kuangusha pointi. Licha ya yote ambayo amekwenda kutokea, inaelezwa kwamba uongozi sasa umeona ya kwamba ni muda sahihi kwa kocha Romain Folz huenda kaupisha uongozi wa klabu ya soka ya Yanga na kufanya maamuzi ambayo wao wanaona kabisa yatawafaa kwenye kikosi chao, kwa mujibu wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Unaambiwa yale ambayo yapo kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, inaelezwa kwamba baada ya yote ambao wameweza kutokea kuna mchezo dhidi ya Mbeya City, inaelezwa kwamba uongozi wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans umeweza kumuita kwenye kikao kizito, ambacho ni kikao kilichowakutanisha viongozi wa klabu ya soka ya Young Africans kiongozwa na rais wao Engineer Hersi, kwa ajili ya kuweza kutoa tathmini kwa kocha wao kama wana
wanafaa kuendelea naye ama kuweza kuachana naye. Inaelezwa kwamba habari za uhakika zinaeleza kuwa kikao kizito kinaendelea muda huu kati ya kocha Romain Folz na rais wa Yanga Engineer Hersi Ali Saidi. Vyanzo vyetu vinasema lote linaweza kutokea kuanzia leo, ikiwemo uwezekano wa Folz kusitishiwa mkataba wake, jambo ambalo pia linaweza kumwathiri kocha msaidizi. Hali ya Jangwani kwa sasa ni ya taharuki, huku mashabiki wakisubiri maamuzi ya juu kutoka ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kutokana na kuwa na kile ambacho kimetokea kwenye timu yao. Si kwamba ni matokeo ambayo yamewashtusha, japo kwamba ni mwendelezo wa mpira ambao wanaocheza kutokuwavutia mashabiki. Lakini kizuri ama huende ikawa ni taarifa njema kwa mashabiki wa Yanga na wale wote ambao wanamkubali kocha Nas Bin Nabi, huenda wakawa na furaha kwa sababu kocha Nas Bin Nabi ni kufahamisha kwamba yupo Tanzania. Pumzi unayovuta wewe ndio anavuta hiyo Profesa El Nabi, ambaye kwa sasa hana timu baada ya kuweza kuvunjiwa naye mkataba kwenye klabu ya Kaizer Chiefs baada ya mfululizo wa matokeo mabaya ambao walikuwa ikiweza kuyapata pale katika klabu ya Kaizer Chiefs. Sasa taarifa zinaeleza kwamba kocha Nas Bin Nabi yupo Tanzania, na unaambiwa huenda lolote linaweza kutokea. Unaambiwa habari za Jangwani, kocha Nas Bin Nabi aliyewahi kuinoa Young Africans muda mfupi baada ya mchezo wa Mbeya City na Yanga ameingia tena kwenye vichwa vya habari. Kwenye mitandao yake ya kijamii amebadilisha profile picture na kuweka picha akiwa na kofia yenye nembo ya Yanga alipokuwa kocha wa wananchi. Hii imeibua tafsiri nyingi kwa mashabiki. Je, ni signal ya kurejea kwake ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans? Ikiwa kweli Nabi anarudi Yanga, basi wananchi wamelamba dume kwa mara nyingine, maana ni kocha mwenye identity na rekodi ya mafanikio, akiwahi kuipa Yanga klabu na mataji na uimara wa kimataifa. Tunasubiri taarifa rasmi nini kitatokea, lakini mitaa ya Jangwani tayari imetikisa juu ya ujio wa kocha Nas Bin Nabi kwa mara nyingine tena ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo mara baada ya kutamatika kwa mchezo dhidi ya Mbeya City, mashabiki wengi walijikusanya wakiimba atumtaki, wakimaanisha hawamtaki kocha Romain Folz. Hii sio nzuri kabisa wananchi. Unaweza kuwa ni jambo dogo tu la kawaida, ila ni jambo baya sana kwa maendeleo ya klabu. Tafadhali kwa kile ambacho kinachoelezwa kama usiingilie majukumu ya viongozi, wafanye kazi yao, benchi la ufundi lifanye kazi yake, na mashabiki wafanye kazi zao katika kuisupport timu, mfano kwenda uwanjani. Mashabiki wanapoanza mambo ya migomo ama mashinikizo fulani kwa viongozi wa timu, inamaanisha tunaingilia kwenye majukumu. Haya yameweza kutolewa na hapa nazungumzia mchambuzi kwa kile ambacho ameweza kukizungumza, ambapo tumeshinda lakini hatuna furaha. Unaona bana, kwa kile ambacho kilichopo, unaona bana, mwamba ana mkosi. Unaambiwa si Gamondi wala Nabi waliotoka salama sokoni dhidi ya Mbeya City. Kwa hiyo ni kawaida. Hatimaye inaelezwa kwamba uongozi wa klabu ya Yanga umekiri wazi kwamba umewasikia mashabiki wao ambao walipaza sauti ya kutomhitaji kocha wao mkuu Romain Folz, na hii ni kuifuatia kikosi chao kuambulia suruhu dhidi ya Mbeya City, ambapo anazungumza Ali Shaban Kamwe, anasema kwamba tumewasikia mashabiki wetu, uongozi bado upo kwenye mchakato wa kujifanyia tathmini, iwapo yanahitajika kufanyia maamuzi yatafanyika. Ali Kamwe, afisa habari wa Yanga, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Tusubiri kuweza kuona ni taarifa ipi ambayo itakwenda kutolewa na uongozi wa Young Africans juu ya hiki ambacho kinachoendelea. Ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa